بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ni tarehe 1 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1447 في درس كتاب آداب طالب العلم للشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم حفظه الله. تندرون المبحث الخامس ما تلفكية موضوع هي الصحبة الصالحة. katika mambo muhimu sana atakikana talib alilm ayachunge sana ni suala la as-suhbatu as-salihah, kufuatana na marafiki wema na kukaa na watu wema. Miongoni mwa sababu ya khairi nyingi sana. قال من أسباب الثبات على الإيمان الصحبة الصالحة. miongoni mwa sababu za imani ya mja kubakia imara katika moyo wake ni urafiki na watu wema, watu wazuri. وهي في زمن الفتن ألزم. na katika zama za fitna kufuatana na marafiki wema ni lazima zaidi, yani ahimizwa mja zaidi katika zama za fitna ambazo ndio zama sisi tunazoishi, kuwajibidishe kukaa na watu wema, kukaa na watu waheri, na ajiweke mbali na marafiki wabaya. la siyama as-suhbatu al-jadda fi talab al-ilm, haswa kufuatana na kusuhubiana na wale ambao wako serious, wanabidii katika kutafuta ilmu. Ukifuatana na watu waheri watakuhimiza kufanya kheri, na athari ya ile kheri walionayo itakuathiri pia wewe. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. siku zote mtu yuko katika dini ya yule anayempenda, kwa katika mwenendo wa yule anayempenda. Basi na tazame makini mmoja wenu ni nani kipenzi chake. Na hili utaliona katika maisha kuwa mtu yote anayempenda, yote yule anayempenda ajaribu sana kufanana na yeye, ajaribu kwa kadri anavyoweza afanane na yule anayempenda, iwe ni mtu wa kheri, iwe ni mtu wa shari. Ukitizama katika upande wa shari, iyadhan billah, nitawapeni mfano. Hawa wachezaji mpira wa kikafiri, kuweza kutokea kuwa kuna mchezaji mpira kafiri ana aina fulani ya unyozi, anyoa hivyo, mara wamkuta kijana wa Kiislamu amenyoa kama yeye ili ajifananize na yeye. Ana mfano fulani wa kuvaa nguo, ukamwona na yeye pia avaa nguo kama yeye, hata ikiwa katika uvaaji wake wa nguo ule una dosari, atavaa hivyo hivyo.
akivaa suruali imetoboka kwenye magoti, imekatika kwenye mapaja, naye atavaa hivyo hivyo. Na upande wa kheri pia, ukamkuta mtu ampenda mtu fulani katika watu wa kheri, ukampata mpaka kuzungumza kwake akawa azungumza kama mfano wake, kwa yale mahaba aliyokuwa nayo juu ya yule anayempenda katika watu wa kheri. Nitawapeni mfano ambao mimi nimeuona. Sheikh Badr Al-Anizi alipokuwa akianza kuzungumza, hana tofauti na Sheikh Saleh Al-Luhaydani, vile vile zungumza kama hiyo. Mpaka siku moja nikamwambia, naona sauti yako ukianza kuzungumza kama, asema mimi kwa yale mahaba niliyokuwa nayo na mwalimu wangu Sheikh Saleh Al-Luhaydani, mpaka nazungumza kama yeye. Nikizungumza najaribu kuzungumza kama yeye, na huyu ni shekhe mkubwa, si ati na Sheikh Saleh Al-Luhaydani mwalimu wake. Na hili utaliona hata katika upande wa namna anavyovaa, na ndio maana walikuwa salaf wakihimiza mtu kwenda kukaa chini ya mwanachuoni mwanzo kusoma katika tabia zake. So mtu mtizamo yule mwalimu akaathirika na vile anavyokuwa. Ikiwa Allah amekujalia kwenda mji wa Madina, Masjid an-Nabawi, ukaweza kuhudhuria darsa ya Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr hafidhahullah, naomba nenda mapema, uwe makini sana kabla shekhe hajafika, kisha ukae uangalie akiingia yuingia namna gani. Samt ya adim na waqar na tawadhu, wallahi ajibu. Wahisi katika nafsi yako waathirika mpaka na vile anavyotembea yule mwanachuoni. Kwa atizame mmoja yule anayempenda, wewe mpenda nani? Ikiwa wapenda watu wa kheri, basi utafuata mwenendo wa kheri. Ikiwa unempenda ni mtu mwovu, ayadhan billah, utakwenda njia zake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Na rafiki yako unayetembea naye lazima atakuathiri katika tabia zake, khairan au sharran. La ghina li ahadin an suhbatin salihah. Hakuna yeyote aweza kusema kuwa mimi sina haja na usuhuba au suhuba mwema, sina haja nao. Fallahu akhbara bi anna lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam sahiban. Allah subhanahu wa ta'ala tueleza kwa mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam ana sahibi yake wa karibu zaidi. Faqala idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kathibitisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr ni sahaba wake na ni sahibi yake wa karibu sana, mtu wake wa karibu sana. Hasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo anavyoelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu aweza kujitakasa akasema mimi sina haja na rafiki, sina haja na rafiki mwema. La, tunahitaji kukaa na watu wema, kukaa na watu wa kheri. Qala al-jalisu as-salihu yanfa'uka fi jami'i ahwalika. Yule mtu mwema unayekaa naye karibu, biidhnillahi ta'ala, akunufaisha katika hali zako zote. Lidha shabbahahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihamil al-misk alladhi tantafi'u bi raihati al-misk alladhi ma'ahu au tashtari minhu al-misk. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfananisha rafiki mwema na yule muuza au anayebeba uturi ule manukato ya misk. Yule anayebeba manukato ya misk, ima utanufaika kwa ile harufu ya miski aliyobeba, akakupa zawadi
au angalau na wewe pia ukikaa na yeye ukaonekana pia wewe wanukia hivyo na kumbe hunukii hivyo, utakuona maana yake ni kuwa watu wakafikiria kuwa tabia zako ni kama za yule, pamoja na kuwa pengine za yule ni bora kuliko zako, lakini kwa kuwa si watembea naye. Wasemaje kuhusu mtu fulani? Fulani maadamu yatembea na fulani, yule mtu wa kheri, asingetembea na mtu fulani. Au ukanunua ule uturi ule ukatumia, ukachukua zile tabia zile na wewe pia ukaonazo. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mathalu aljalisi as-salih was-su', mfano wa ajabu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameupiga huu wa rafiki mema na rafiki mbaya. Kahamil almiski wa nafikh alkir, mfano wake ni kama yule anayeuza au anayebeba uturi ule wa miski. Na tukisema miski hapa mara nyingi huambia wamecheka, sio ule miski wa kuuzwa msikitini shilingi 100 nje. Miski ule si miski ile jina tu. Miski ya kikweli haiuzwi vile, haiuzwi shilingi 100. Na wallahi ukanusa harufu ya miski ya kikweli, harufu yake ajabu, yanukia vizuri sana. Ile inayotoka kwa yule mnyama swara, ufura kidude hapa kikatolewa, kisha ndio ikatengenezewa miski. Ni ghali sana. Ukienda maduka kule mamlaka kwamba mimi nataka miski, kisha sikiliza yauzwaje, utasema, ukiulizwa wataka, utasema alikuwa nimesoma kwenye hadithi, nataka kuona. Manake hapo hapo utatafuta sababu ukimbie kwa namna unavyouzwa ghali. Wauzwa ghali kweli, wenye uwezo wanunua. Kwa usije hapa na kijichupa cha shilingi 100 ukinunua msikiti wa Konzi pale nje, kisha waje mimi pia nina miski bwana. Si miski. Ikizungumzwa miski hapa ya kusudi ile miski ya kikweli, yanukia vizuri sana sana. Ukatia tone 2-3 tu kwenye maji ukaogea, basi siku nzima wewe utakuwa ukitembea wanukia harufu nzuri sana. Watu hutumia namna hiyo miski. Sasa kuna yule anayebeba ile miski, na upande wa pili kuna nafikh alkir. Alkir jildun gharidun yanfukhu bihi alhaddad, ni kigozi hivi kizito ambacho hutengenezwa kikawa chafura upepo kisha chafinywa. Kifinywa chatoa upepo, ule upepo kutoka wawasha moto, kisha ule moto hutumika katika kuyayusha chuma. Kwa yule mfua chuma yule hutumia hiki chombo katika kuwasha moto na kuuzidisha na kuchoma zile chuma. Watarajia mtu aliyekaa kwenye moto atakuwaje mtu? Wewe hapa sasa hivi vile kuna joto, feni tu zikizimwa, kwanza kufanya nini? Utakuwa na jasho, sio? Utakuwa na jasho, harufu yako yabadilika, kuanza kunuka harufu ya jasho. Sasa yule anuka zaidi ile jasho, kwa sababu si kazi yake, yuko kwenye moto daima, apuliza ule moto uwake, kwa wamwathiri katika nguo, mara zimechomeka, kwa maisha yake hapo hivi. Mtume sallam apiga mfano, kisha asema fahamilul miski imma an yuhdhiyaka an yu'tiyaka, yule mbeba miski ile manukato yale na uturi wa miski, huenda pengine akakupa zawadi. Rafiki yangu bwana, hii zawadi yako. Kwa hiyo ukachukua ile tabia njema ile mtu mwema, mfano wake ndio mpigwa zawadi, na wewe pia ukapata zile tabia. Wa imma an tabta'a minhu, tashtari, au waweza kununua ikiwa auza, ukanunua kichupa kimoja na wewe pia ukatumia. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au angalau ukikaa na yeye wapata harufu nzuri. Na binadamu ameumbwa iwapende yule anayenukia vizuri, kukaa karibu naye. Hatuambie mimi napenda watu wa mnuko. Wewe ukiingia kwenye swala akaingia ubavuni mwako mtu wa mnuko, Allahu akbar, yuanza wallahi apiga takbiratul ihram na huku anuka huku, ama mdomo wake
watamani lau kama usinge swali ubavuni mwake, swala nzima huna raha. Mfano unafanya kazi ya vumba la samaki, kuuza samaki, ni kazi ya halali, lakini jomba nenda kaoge bwana kabla hujaja msikitini. Yeye kajipaka paka vumba la samaki kule, kisha aingia msikitini. Alafu wewe sasa umekaa msikitini pale ungoja swala, Allahu akbar Allahu akbar, swala imekimiwa, ubavuni mwako kaingia muuza samaki. Allahu akbar. Swala nzima ndugu yangu, wallahi akili yako haiwezi kuwa kwenye swala, utakuwa tatizwa na ile harufu mbaya, si ndio? Kwa sababu binadamu ndivyo hivyo, Allah amemjalia, hapendi kukaa na mtu aliye na harufu mbaya. Na akipata mtu ana harufu nzuri, basi apenda kuwa karibu na yeye, sababu ahisi harufu nzuri kwake. Basi ikiwa ni hivyo, kila mmoja wetu ajibidishe naye anukie vizuri. Hata ile miski ile misiki ya shilingi 100 ile pia nunua, angalau kabla ya kuswali. Unajua ile ukipaka kabla ya kuswali, ukitoa salamu hauna tena harufu, lakini angalau ulivyoingia kwenye swali kuanukia. Na ikiwa ni mtu ajijua kuwa wewe jasho lako lina harufu, oga kabla hujaingia kwenye swali, usiwaudhi ndugu zako. Mimi sina pesa ya kununua yale manukato ya kutia kwenye kikwapa huko, basi nenda kanunua ndimu moja tu, haikushindi ndimu kushinda. Chukua ndimu, ukiwa waoga kule jisugue na ndimu, wallahi itaondoka biidhnillah ila harufu. Baada ya muda itaondoka tu. Ama kanunue shabo, ile jiwe lile kama chumvi, lauzwa shilingi 50 tu pale market, haina harufu nzuri wala mbaya. Ukiweka hakuna mtu atahisi harufu yake kabisa. Hata ukiwa unuka kama kondoo pia itaondoka, nakwambia kweli. Kwa lazima Muislamu ujishughulikie ule usafi wako. Mimi nazungumza maudhui nyingine hapa, lakini nazungumza kitu ambacho nakiona saa nyingine hapa. Na si vile mwanafunzi usifikirie mimi nitakuacha, ukimaliza kuswali nitakuvuta kando, sikuaibishi mbele za watu, ukikuvuta baba wewe, baba wewe, unajua ushabali wewe, basi wanuka kikwapa, nenda kaoge, afutumia deodorant. Kama uwezi nenda kanunua shabu, usiwaudhi ndugu zako. Si jambo la kuchekesha, wallahi hili jambo la waudhi ndugu zako, hawana khushua kwenye swala. Chunga usiwaudhi. Kuna watu bwana waumiza kichwa, akiingia msikitini akiswali na mwenzake, basi hakuna khushua mwanzo mpaka mwisho. Jiweke vizuri. Turudi hapa. Wanafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka, ule mfu wa chuma yule huenda pengine akakuchoma nguo yako, bimaana ukapata tabia mbaya, yule mwenye tabia mbaya na wewe pia ikakuathiri. Wa imma an tajida rihan khabitha, ama ukapata harufu mbaya. Harufu mbaya vipi bwana? Wasemaje kuhusu mtu fulani? Wewe uone marafiki zake ni nani? Marafiki zake ni wale wahuni, huyu atakuwa ni muhuni tu, ikawa ahukumiwa kwa hukumu ya wale marafiki zake anayotembea nao. Kwa uchunga watembea na nani, waweke karibu watu wa kheri na kuwa na subra. Yawezekana kuwa yule rafiki yako wa kheri yule pengine ana mambo fulani ambayo ni mapungufu ya kibinadamu, bora ukae naye usubiri, ni kheri kwako kuliko kumkosa rafiki mwema. Na hakuna mtu aweza kujisifu hapa akasema kuwa tabia zake 100% ziko salama kabisa. Sote tuna mapungufu, lakini kuna kiasi fulani fanya subra, kwa sababu wapata 80-90 ya kheri. Ile 10 ifungie macho, maadamu ni ya kufungia macho, ni ile kasoro ambayo kila binadamu anayo. Wafanya subra tu. Na ndio ikiwa sikosea ni mmoja katika immatu salaf, Imam Zuhri ama nani, mmoja katika immatu salaf, alikuwa mkali sana kwa wanafunzi, shadid, kitu kidogo amsomea mwanafunzi kitu kali sana. Mmoja akaja akamfuata akamwambia,
yushiku an yanfiru minka, karibuni hao wote watakukimbia kwa sababu ya ukali wako. Akasema idhan hum hamqa mithlak, basi wakikimbia watakuwa pumbavu kama wewe mpumbavu. Ikiwa wataiacha hii ilmu kwa sababu ya kasoro yangu mimi nilikuwa nayo, basi watakuwa ni wapumbavu kama wewe. Binadamu gani ambaye kukamili? Na huyu mmoja katika immatul hadith, immatus salaf, asema maneno kama haya, ikiwa watawacha hii ilmu kwa sababu ya tabia yangu hii, basi watakuwa ni wajinga kama wewe unayezungumza. Ukiwa hivyo utabakia na rafiki gani? Wacha rafiki, keuka inayo kujifanya wewe wataka watu wale hawana makosa yote, alafu basi ushajiangalia na wewe una matatizo gani na mapungufu gani. Ukijifanya wewe wataka watu ambao hawakosei, huwezi kuishi. Na ndio maana tukapewa qaida na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuishi na wenzetu, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahil. Khudhil afwa min akhlaqin nas, kile ambacho mtu yuwaweza usimkalifishe zaidi. Aweza kufanya 70%, alhamdulillah, zile 30 msubirie. Aweza kufanya 80%, khairi. Kila akikaribia na 100 ni khairi zaidi. Lakini usitarajie kuwa utampata mtu ambaye amekamilika. Huyo hayuko, hakuna malaika hapa. Kwa kufanya subra na yule rafiki mwema unayempata. Sikiliza hii hadithi adhimu sana, adhimu wallahi. Kama kuna hadithi inayotupendezea vikao hivi vya ilmu ni hii hadithi. Ziko nyingi, lakini hii hadithi adhimu sana. قال من منافع الصحبة الصالحة أن من جلس معهم لا يشقى. Katika manufaa ya marafiki wema ni kuwa anayekaa na wao hapati taabu bwana, haangamii. faman jalasa fi halqati dhikrin fihim salihun wa huwa mudhnibun ghufira lahu dhanbuhu, mwenye kukaa katika mkao anaotajwa Allah subhanahu wa ta'ala kama hilaq za ilmu, na miongoni mwao kuna watu wema na yeye ana madhambi, basi atasamehewa madhambi yake kwa ajili ya wale wema. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula. Sayyaratan ay yatufuna fi at-turuq. Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika wake wanaotembea na kuzunguka njiani. فضلا أي ملائكة زائدين على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق. hawa ni malaika wa ziada. Wacha wale ambao wamepewa kazi maalum. Kuna wale wamepewa kazi maalum ya kumlinda mja, kuandika amali yake. Hawa ni wa ziada. Fudula maana yake ni wa ziada juu ya wale waliopewa kazi ya kumlinda mwanadamu na kazi nyinginezo. Hawa malaika hawa kazi yao ni kuzunguka tu kutafuta vikao vya dhikr. فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر. هاو hawana kazi nyingine, kazi yao wao kutafuta vikao vya dhikr anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. yatatabauna majalis adh-dhikr, hao wafuata na kutafuta sehemu anazotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم, wakipata mikao ambapo atajwa Allah subhanahu wa ta'ala na wao pia hukaa na wao. Kwa katika vikao vya ilmu, pamoja na kuwa sisi hatuwaoni, lakini tuamini namna alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kweli, kuwa na wao hukaa. Fahanian litulab alilm. Hebu fikiria vikao vya ilmu vyenye utulivu kama hivi, azungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala, yazungumzwa sheria Allah, halal na haram. Hasa wengine ufasiri vikao hivi vikao vya dhikiri ya kukoa makhurafi vile,
huo vile vya mashetani. Ndio maana una mtu atafanya dhikiri apandisha shetani. Sisi mmeambia nyinyi mkacheka, na ni kweli. Kuna mmoja pandisha shetani wake, amwamrisha ataka pilau. Nikisema hivyo watu wa majengo wajua namkusudia nani. Kipiwe nataka pilau afanye hivyo, na hashuki mpaka apewe pilau. Kipewa sinia pilau piga sijui. Kuna wengine wana wasaidizi, ala yeye na msaidizi wake wasema hivyo, nataka pilau, kisha apewa sinia pilau. Hii ni jikhurafi ya pilau nini, yani kwenye dhikri pilau basi ndio kubwa hilo. Vile vikao vya mashetani vile, msiwasingizie malaika wenye kwenye vikao vya bid'a na khurafat. Ama kikao cha kwa madufu ya ngoma, na malaika atakuja kwenye ngoma hapo. Ni mwacheza bwana chakacha, mwacheza viuno, mwacheza mabega kama watoto wa kike. Malaika waje mahali kama hapo? Malaika waenda katika sehemu ambazo zina heshima yake, watu wakaa na heshima, watafuta ilmu, watu wakaa wasomeshwa Qur'an, vikao vya kheri, vikao kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, kaanna ala ruusihim at-tayr, kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege, kwa ule utulivu unaokuwa katika vikao vya ilmu. Hawa malaika wakipata sehemu kama zile, na wao hukaa. Wahaffa ba'dhum ba'dha, ay ahatu bihim, wahaffa ba'dhum ba'dhan biajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bain as-sama'i ad-dunya. Kisha wale malaika hushikana wakawazunguka wale wanaokaa katika vikao kama hivi mpaka mbingu ya kwanza, wapandiana mpaka mbingu ya kwanza na kuwafunika wale watu. فإذا تفرقوا عرجوا, ule mkao ukishaisha wakaondoka wale watu, wale malaika wapanda. Wasaidu ila as-samaa, wapanda juu. Na hii ni katika dalili ya kuwa Allah yuko wapi? Yuko juu subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ajua Mola wake yuko juu, isipokuwa bid'a. Kila mmoja ajua Mola wake yuko juu, lakini ukienda kusoma kwa watu wa bid'a, ndio pale utaulizwa Allah yuko wapi? Kila mahali. Na chooni? Hayuko chooni. Sasa usema kila mahali, na sokoni, kwenye majaa ya taka. Ukisema ndio utakufuru. Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Amintum man fi as-samaa ar-rahman arshi istawa. Lakini mtu aulizwa Mola wake yuko wapi, sema. Na walivyoona ulizwa maswali kama hayajibiki, wasema sasa hatujui yuko wapi. Basi wewe mjinga wewe. Kuna watu wajua yuko wapi. Wewe hujui Mola wako yuko wapi? Umempoteza. Na wengine wasema kuwa haifai kuuliza. Tuipeleke wapi hadithi katika sahih Muslim, hadithi ya Muawiya ibn Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Mtume sana muuliza ile kijakazi, aina Allah, aina Allah? Qalat fi as-samaa. Yashinda kujibu jawabu kama hilo bwana. Mtoto mdogo wa miaka 3-4 ukimuuliza aina Allah atakwambia fi as-samaa. Mtoto mdogo atakuuliza. Muulize mtu yote mdogo atakwambia fi as-samaa, hata kama atanyosha mkono juu. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Wale malaika wapanda juu. Qala sallallahu alayhi wasallam, fayasaluhum Allah azza wa jalla huwa a'lamu bihim, Allah atawauliza na yeye ajua zaidi kuliko wao. Min aina ji'tum, mmetokea wapi? فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. صلى الله من فضله. tumetoka kwa waja katika waja wako katika ardhi ya Allah, wakutakasa wewe. Na tumewasikia waleta takbira na tahlil la ilaha illa Allah na tahmid, na wakuomba ya Allah, إما دعاء مسألة أما دعاء عبادة. قال ماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. ونيومبنين سمعوا قوم ببيبياك يا الله.
qala wa hal ra'u jannati, naje washaiona pepo yangu? Qalu la ay rabbi, la hawajaiona pepo yangu. Qala fa kayfa law ra'u jannati, waonaje kama wangeliona pepo wangelikuwaje? Wangelikuwa shaiona pepo kwa macho yao wangesemaje? Bila shaka wangelikuwa watafuta zaidi. Qalu wastajirunaka, na pia waomba uhifadhi, waomba himaya yako na hifadhi yako ya Allah. Qala wa mimma yastajirunani, kwa kitu gani waomba mimi ni wahami ni wahifadhi nacho kisiwapate? Qalu min narika ya Rabb, kutokana na moto wako ewe Allah, ewe Mola wetu. Qala wa hal ra'u nari, naje washauona moto? Qalu la. Qala fa kayfa law ra'u nari, wangekuwaje lau kama wangeona adhabu yangu wa moto? Bila shaka wangekuwa kikimbia zaidi. Qalu wa yastaghfirunaka, na wakuomba maghfira wasamehe. Qala fa yaqulu qad ghafartu lahum, qad ghafartu lahum, insha samehe. فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجابوا, nimewapa wanachokiomba na nimewahifadhi na kile walichonitaka mimi nimehifadhi nacho. Qala fayaquluna rabbi fihim fulanun abdun khata, katika wao kuna mja mmoja ana madhambi sana. Innama marra fajalasa ma'ahum, amepita tu bwana akaona watu wamekaa na yeye akakaa, pengine kuna mtu yomdai au pengine kuna mtu ana mazungumzo naye, kakaa yeye aongojea amalize ili azungumze naye kando, wala hana haja na wao. Ya Allah, kuna mtu pale amekaa hana haja na ilmu, hana haja na kumtaja Allah, na yeye amekaa pale kwa sababu kuna haja yake tu, ama amepita kakaa tu. Qala fayaqulu wa lahu ghafartu, na yeye pia nishamsamehe. Na huyu alikaa pia kwa ajili ya kuwa amepita tu akakaa, nishamsamehe. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, ni watu ukikaa na wao huwezi kupata taabu, maadamu amekaa na wao mimi nishamsamehe. Na ndio maana huwaambia wanafunzi, wakati mwingine waweza kuona kuna sehemu watu wasoma, pengine labda yule mwalimu anayesomesha pale, yule shekhe anayesomesha halqa kama ile, yale maneno kwako wewe ni makubwa, bado hujafikia kuyafahamu. Kaa tu upate hii fadhila. Kule kukaa kwako tu katika kikao kama kile, hii fadhila uipate. Umekwenda haram Makki ama haram al-Madani, umeingia Masjid al-Nabawi au Masjid al-Haram, wakuta kuna halqa, watu wafundishwa nini? Wafundishwa faraid, na wewe hujaisoma hiyo ilmu. Lakini sina kitu cha kufanya, wacha nikakae nisikilize. Wallahi wewe kukaa pale kwa ajili ya hii fadhila peke yake yatosheleza kuwa ni sababu kubwa ya kufanya wewe baki katika sehemu kama hili, ukakaa ili upate fadhila. Na kuna kisa wakinasibisha na Sheikh Ibn Uthaymeen, Allahu a'lam, nikisoma mara nyingi. Kulikuwa na mwanafunzi mmoja au msikilizaji mmoja amekaa na Sheikh, alikuwa na tabia kuuliza maswali. Aenda aswa kikuona mzubaa, aenda swali ili awachangamshe wanafunzi. Kampiga swali yule bwana. Yule bwana kamtizama Sheikh, haelewi chochote. Kumbe Sheikh Ibn Uthaymeen, mimi sijui wallahi. Na ile jambo limezungumzwa hapo hapo, amelizungumza kwa sababu ameona akili yake kumbali, kamuuliza tu. Amwambia sasa wafanya nini hapa ikiwa wewe huelewi chochote? Umekaa habari una huko na sisi. Akamwambia maneno, humul qaum la yashqa bihim jalisum, wallahi mimi nimekaa Sheikh nipate fadhila tu ya kuwa nakaa na watu wa khairi. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema tumuuliza swali, ametuelimisha yeye kwa zungumzo kama, ametukumbusha na kutupa mawaidha. Kwa hivyo wewe ukiona vikao vya khairi kama vikao, mimi nashangaa talib ilmu unaweza kumwona yukimbia katika vikao vya khairi, hakai katika vikao vya ilmu, au na uzito kukaa katika vikao vya khairi. Kuna watu wengine lau kama sikule kusukumwa, pengine hawezi kukaa katika vikao kama hivi. Yuradhi pengine labda aende mahali akakae jikoni hivi, haisabu vitunguu mara nyanya, lakini asikae katika vikao vya ilmu.
sahihi ni naqs kubwa sana. Fadhila kama hii kubwa hii waiacha vipi? Qala shaykh in badara min sahibika as-salih nufurun fi akhlaqihi fasbir alayhi, hata ikitokea kwa huyu rafiki yako mwema kuna tabia fulani wewe huipendi, lakini waweza kuisubiria, subiri, maadamu si tabia ambayo wapata dhambi wewe kuisubiria. Kuna tabia fulani pengine ni mzito, mtu kuna uzito fulani, ona mtu ukitembea na yeye pengine wakati mwingine ukikaa kula wala sana kuliko wewe. Wako watu wa tabia kama hizo, siku kutaka kwake, lakini ndio hilo bwana, tumbo lake liko hivyo, au mapungufu ya kawaida ya kibinadamu ambayo kutokea kwa mtu yote. Fanya subra. Famaslahatu suhbatihi muqaddamatun ala ba'd uyubihi, maslaha ya wewe kukaa na yeye yatangulizwa juu ya baadhi ya zile aibu zake alizokuwa nazo. Qala subhanahu wasbir nafsaka, isubirishe nafsi yako. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajha. Na haya maneno aambiwa mwanzo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na sisi tufuate. Isubirishe nafsi yako na wale wanaomuomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni, wanachokitaka ni uso wa Allah subhanahu wa ikhlas. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, macho yako yasiwapite hao ukataka pambo la uhai wa dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule ambaye tumemghafilisha kwa madhambi yake moyo wake kutokana na kutukumbuka sisi. Hana utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yake yote Allah akayasambaratisha. Kana amruhu furta. Qala Ibn Kathir rahimahullah, ijlis ma'a alladhina yadhkuruna Allah, kana wale wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wayuhallilunahu wayahmadunahu wayusabbihunahu wayukabbirunahu ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. كان هاو ونمتاج الله سبحانه وتعالى. ويتكبقوا ni maskini, ni matajiri, ni wana nguvu, ni madhaifu, kana wao fanya subra. Kuna khairi katika kana wao. قال كل صداقة في الدنيا تنقلب عداوة يوم القيامة إلا صداقة المتقين. urafiki wote wa duniani hapa, urafiki wote wa duniani utageuka kuwa uadui siku ya kiyama, isipokuwa urafiki wa wacha Mungu pekee yake ndio utadumu. fanaf'uha yamtaddu fil akhirah, manufaa ya urafiki wa wacha Mungu utaendelea mpaka kesho akhira. Qala subhanahu الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولو wanaopendana hapa duniani kesho baadhi ya wao watakuwa adui wengine isipokuwa wacha Mungu peke yake. hao ndio rafiki wao watakaobakia. في أرض المحشر والشمس قدر ميل من الخلق وعد الله المتحابين في ذات الله بأن يظلهم في ظله. siku ya watu watakapokusanywa mbele ya Allah na jua liko karibu, na wanavyuoni wana tafsiri nyingi ya qadra mil. Wengine wasema ni kile kinachotumiwa kupaka wanja, jua liko hapo siku ya kiyama, namna atakavyo. Sasa hivi liko huko, toisi joto lake liko huko mbali sana. Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo na jua kali hili awaahidi wanaopendana kwa ajili ya dhati yake kuwa atawatia kwenye kivuli cha arshi yake, kama ilivyothibiti katika hadithi fi dhilli arshihi. Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala ana risala nzuri kabisa akizungumzia hiki kivuli na dalili zilizothibiti zinazoeleza kuhusu kivuli. قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Kuna wengine soma watu 7 Allah atawaweka katika kivuli chake. Allah hana kivuli subhanahu wa ta'ala,
kivuli chake kinachokusudiwa hapa ni kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo si ta'wil, kama ilivyothibiti katika hadith sahih fi dhilli arshi. Na risala ukiweza kuipata isome nzuri sana Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala akizungumzia hili jambo. Si kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kwanza al-imam al-adil, kiongozi mwadilifu. Wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih, na kijana aliyekulia katika kumwabudu Mola wake. Na hapa talib ilm ana nafasi kubwa sana, kuanzia mdogo atafuta ilmu, akulia katika ibada, kuanzia ujana wake akulia katika kumwabudu Mola wake, ana nafasi nzuri sana katika hili. Wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih, kijana aliyekulia katika kumwabudu Mola wake mlezi. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi, wale wanaosoma halaqat ndani ya misikiti, hani'an lakum, hii ni bishara. Yule ambaye moyo wake umefungamana na misikiti, daima yuko katika misikiti, akitoka atamani kurudi. Wa rajulani tahabba fillah, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wamekusanyika kwa ajili ya Allah na wakawachana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabakia katika urafiki mpaka mmoja akafariki, akabakia mmoja. Hawa Allah atawatia katika kivuli chake siku ya Kiyama. Wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, na mwanamume aliyefuatwa na mwanamke aliye na nasaba nzuri na uzuri. Faqala inni akhafu Allah, akamtaka kwa uchafu, akasema mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, na mtu aliyetoa sadaka akaificha sadaka yake mpaka mkono wake wa kushoto usijue kile kilichotolewa na mkono wa kulia. Na hiyo inaonyesha namna alivyoificha ile sadaka, hakuna mtu yote anayejua, mpaka mkono wake ujue. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynah, na huyu ni yule aliyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake mpaka machozi yakamtoka, kwa hofu au kwa shauq ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu saba waahidiwa kuwa watakuwa katika kivuli siku ya Kiyama, wakati watu wakipata matatizo na jua kali linalowapiga. Hawa watakufanya bidii angalau uwe katika mojawapo wa makundi haya. Na katika mahalu shahid hapa, wa rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, tafuta rafiki mwema unayempenda kwa ajili ya Allah, ni sababu ya kufaulu.